Na leo tunasema kitu kilichokuwa cha muhimu sana katika maisha yetu ya kiroho. Kitu cha muhimu kabisa ni juu ya dhambi dhidi ya Roho Mtakatifu. Le péché contre le Saint-Esprit. Dhambi juu ya Roho Mtakatifu. Tumesema mengine, tumesema mambo mengi, lakini leo tunasema juu ya dhambi ya Roho Mtakatifu. Tusome neno la Mungu. Neno la Bwana linasema katika Marko sura 3 mstari wa 28 hadi 29. 31 hadi 28, 29 kwa Kiswahili ya Kongo. Neno la Bwana linasema hivi: amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu na kufuru zao watakazo kufuru zote, bali mtu atakaye kufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa ana dhambi ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ya kwanza ni kukufuru juu ya Roho Mtakatifu. Andika: kukufuru juu ya Roho Mtakatifu. Blaspheme contre le Saint-Esprit. Kukufuru juu ya Roho Mtakatifu ni nini? Kutokuamini. Sawa? Kutokuamini nguvu za Roho Mtakatifu. Kukataa wito wa Bwana, kukataa wito wa Roho wa Yesu Kristo. Hiyo haijaliweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, leo unaenda huko unachukua dawa. Sawa? Unachukua dawa, wanakuambia hii dawa ukishajipaka hii dawa watu watakuwa wanaanguka. Sawa? Au niseme hivi, uko na dawa yako unayoitumia, unawapatia watu, kisha unaambia watu ya kwamba wewe ni mama wa chumba ya maombi au ni mwombaji na Roho Mtakatifu ndiye anawaponya. Na kufuru juu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Wapo wengi, unakuta mtu anachinyonga yeye mwenyewe, anachukua maisha yake. Tumepewa maisha ya kimwili na kiroho na Roho Mtakatifu, kwa sababu tumeumbwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na tumesoma hapo nyuma ya kwamba tumezaliwa upya katika roho, kutoka katika hali yetu ya dhambi, lakini wewe umechukua maisha yako. Sijui kama mtu mwenye anajinyonga anaingia mbinguni. Mtu mwenye anajinyonga anaingia mbinguni? Maandiko yako wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni dhambi ya kwanza, na dhambi hiyo haisamehewe katika ulimwengu huu na ulimwengu utakaokuja. Kukufuru Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Wayahudi wakati Yesu alipokuwa akifanya maishara, wakaona kabisa maishara, lakini wakasema ya kwamba ana pepo. Pepo gani? Beelzebul. Beelzebul. Beelzebul maana yake pepo, mkuu wa pepo wa inzi katika lugha ya Kiebrania. Mkuu wa pepo ya inzi. Si unaona inzi? Kuna inzi wanaweza wakatuma kwako ni nguvu za giza. Wewe utaona ni inzi, kumbe ni nguvu za giza wanaingiza ndani ya maisha yako, kwako kunyumba hicho ilikuwa infiltrate. Sijakwambia kwamba kila inzi yenye unaona ni mapepo. Siende kwa uoga. Bwana Yesu asifiwe. Wakalinganisha Muumba na Beelzebul. Ndipo akawaambia attention. Attention. Makosa yote watu wanaweza wakasamehewa, lakini sio kukufuru Roho Mtakatifu anayetenda kazi. Jambo la pili, kumpinga Roho. Kumpinga Roho, résister au Saint-Esprit. Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 51. Tunampinga Roho na wakati gani? Wakati tunapokataa kukubali ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Naona sema nimechagua kumfuata Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hizo zote ni dhambi, ni mambo yanayomhuzunisha, yanayomhuzunisha
anaweza kutuombea, anaweza kuhuzunika. Sawa, kumhuzunisha Roho Mtakatifu, attrister le Saint-Esprit. Ukisoma Waefeso sura 4:13 na 32, Biblia inasema msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoishi sawasawa na watu wa dunia, sisi ambao tumeitwa, sisi ambao Roho wa Bwana yupo ndani yetu, tumempokea Yesu Kristo katika maisha yetu, lakini bado tungali tunaishi sawasawa na watu wa dunia, tungali tunaishi sawasawa na watu wa dhambi. Waefeso sura 4 mstari wa 17 hadi 19 nasema watu wangali wanaishi, wanafuatisha mambo ya dunia. Yote yapo kweli, yote yaliumbwa, yote unaweza ukayafanya, lakini yote yaruhusiki kufanya, kwa sababu wewe hauko tena mtu wa dunia, lakini unaishi katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Unalindwa na maombi ya Yesu ya kwamba wewe upo katika dunia, lakini hauko mtu wa dunia. Dunia haina kontrole totali juu yako. Masiseme zake zote ni zake. Tunachangia hewa, chakula na mambo mengine, lakini sio dhambi. Kuishi kwetu ni lazima kubadilike ili Roho aendelee kutenda katika maisha yetu. Jambo la pili, tunamhuzunisha Roho Mtakatifu wakati gani? Tunaposema uongo. Unapomdanganya mtu, ndugu yangu, ujue umeua ule mtu, ujue umeua ule mtu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kuna mama, kuna Goma tumesikia wakati nilikuwa Bukavu, amefanya ushuhuda. Mzee wa kanisa moja amekomplote na mama moja ili waseme kwamba pastori amebaka ule mama ili huduma ya ule mchungaji ishi. Wakafanya hivyo na ule mama alikuja hapa kwenye madhabahu ya kwamba atashuhudia. Anaanza kushuhudia, kuambia watu walikuja kujua. Mungu mwenyewe anaanza tafuta, anaambia mbingu, mnitafutie ule dada, mnitafutie maji, moto, mbia kila kitu, mnitafutie mniletee yuko mzima. Bwana Yesu atuhurumie sana. Wakati tunapoiba, haleluya, wakati tunapoiba, kuna wengine wanaiba kwa akili, tunamhuzunisha Roho. Wakati tunapokuwa katika hasira, jua wakati tunapokuwa katika hasira ya sana, unaweka Roho Mtakatifu katika hali ya baridi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anapokuja kwetu, Roho anakuja na furaha, anakuja na tunda la amani, anakuja na tunda la upendo. Wakati wewe unaingiza hasira, lile tunda linagonga, linapata shida, linakosa maji. Wakati unapowalaani wengine, lazima kuwabariki wengine, hata kama wametukwaza kiasi gani, hata kama wametuchukiza kiasi gani, lazima kuwabariki. Vinywa vyetu viwe vinywa vya kuwabariki watu. Haleluya, haleluya.
asifiwe. Kukataa kusamehe wengine, sema mimi ule siwezi kusamehe. Kwa nini alimfanya na siwezi kusamehe? Siwezi kusamehe. Ni mambo ya ajabu sana. Kitu sasa njoo cha ajabu kinashusha kama percentage mpaka 0% wa israti. Ni moralite sexuelle. Maana yake hiyo njoo aswa mpaka anakuwa zero. Bwana anatulia juu, anatulia juu ya milima ya maji aswa, na hata unauliza biko haya anatulia. Pombe, watu wanapenda pombe. Sasa vijana wetu tunapoambia acheni pombe, kwa sababu haujui ni wanani wanaoandaliwa na Mungu. Maana sehemu ambapo pombe inakamata ndipo sehemu roho anatumia mtu. Na ukiona mtu, kuna watu unapomwona na jaa Roho Mtakatifu, unaona hata anaanza tikibe sawa sawa roho pombe. Na ndio maana Yerusalemu uliza haiko sawa ni walevi, kwa sababu wanafanya sawa sawa na jinsi tunawacha walevi. Lakini hawa ni walevi wanaotangaza makuu ya Bwana, wanaoponya waliojaa neema ya mbinguni. Sijui tuseme namna gani mwelewe jinsi Roho Bwana anavyopanga mipango kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya kanisa. Kuna gharika ya reveni itakayokuja, itakayoanza Ishite mpaka inashuka Afrika Kusini. Inapomaliza Afrika itatawanyika dunia mzima. Hiyo gharika ya uamsho wa Roho Mtakatifu itatondokea mataifa, itatondokea miji, itatondokea majamaa. Kila jamaa yule atakayekuwa tayari atadondokea na moto huo. Itakuwa explosion ya kuprepare mji wa Yesu Kristo ili wawe tayari. Kama tutafundisha, watu wengi wataingia na watapotea. Lazima tufundishe ya kwamba Mungu anakuandaa. Mungu anakuandaa. Bwana Yesu asifiwe. Acha niseme hivi. Yesu anamwambia msubiri Yerusalemu, ni kuandaa. Mungu anaweza kukuandaa tizo. Mungu anaweza kuandaa seka. Unapita katika mafundisho, unapita katika mikono ya waimbaji ili ujue kuimba, ili siku utakuwa kwenye madhabahu usikuwe